Makofi tena mengi. Katika hafla hiyo, mbali na kupokea ripoti ya CAG, Rais Samia alipokea ripoti ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na ripoti ya mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA. CAG ameeleza namna taasisi 22 zinavyoendelea kupata hasara licha ya kupokea ruzuku kila mwaka, ikiwemo kampuni ya ndege Tanzania ATCL iliyopata hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 748 tangu kuanzishwa kwake, inayochangiwa na matumizi ya ndege kubwa ya mizigo kinyume na utaratibu, ambapo kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilipata hasara ya shilingi bilioni 191.19, ikiwa ni ongezeko la 108%, na hivyo kufikisha jumla ya hasara tangia lianzishwe ya shilingi bilioni 748, licha ya kuendelea kupokea ruzuku za serikali kwa ajili ya mishahara na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hasara hii imechangiwa na mambo yafuatayo: ongezeko la gharama za uendeshaji kuzidi ukuaji wa mapato, ambapo gharama ziliongezeka kwa shilingi bilioni 134 na kufikia shilingi bilioni 675. Shirika lifanya safari chini ya matarajio, ambapo njia 87 za safari zilikuwa na wastani wa ujazo wa abiria load factor wa 55% pekee. Matumizi yasiyo bora ya ndege ya mizigo ya Boeing 767-300F. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa, ambapo 94% ya safari zilikuwa za masafa mafupi na ya kati badala ya safari ndefu zenye mapato makubwa. Aidha, ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa, huku ikiendelea kugharimu shirika takriban shilingi bilioni 3.54. Deni la serikali likagusiwa na kutajwa sababu ya kuongezeka kuwa ni kushuka kwa thamani ya shilingi, huku mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU akieleza namna taasisi hiyo ilivyookoa matumizi yasiyo sahihi ya fedha za umma. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7, sawa na 13.04, ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023-2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2 kutokana na exchange rate. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni, debt sustainability analysis, imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa, huku thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni 40.7, chini ya ukomo wa 55%. Mheshimiwa Rais, kupitia operation mbalimbali za uchunguzi, TAKUKURU ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 14.5. Kati ya fedha iliyookolewa, shilingi bilioni 10.1 ni fedha taslim ambayo iliwekwa kwenye akaunti za taasisi na idara za serikali, na shilingi bilioni 4.4 ilidhibitiwa sambamba na kurejesha vifaa na mali zilizoelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Baada ya kupokea taarifa hizo, Rais Samia akatoa maagizo. Kwa upande wetu serikali, tazipitia kwa kina taarifa hizi na kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa kwa lengo la kuimarisha usimamizi na uwajibikaji kwa rasilimali za umma. Katika hatua nyingine, tutaiwasilisha ripoti hii ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali bungeni kwa ajili ya hatua stahiki kama inavyoelekezwa katika ibara ya 143 kifungu cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hafla hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan ameitaka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Wizara ya Fedha kufanyia kazi mifumo kuhakikisha inasomana ili